Mezani mwetu tumekuletea taarifa nzito ya uteuzi, uhamisho na utenguzi aliofanya Mheshimiwa Rais Samia, inayojadiliwa sana huko mitandaoni. Karibu mwanafamilia wa Mseto Media, tuendelee kupeana taarifa na update juu ya yale yanayojiri ndani lakini pia nje ya nchi. Asante sana kwa ambaye umekwisha subscribe, na ambaye bado, tafadhali bonyeza sasa maneno subscribe kisha alama ya kengele. Januari 8, 2026 kupitia kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu tumejulishwa taarifa kuwa, na nukuu, yahusu uteuzi na utenguzi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa na kutenguliwa ni kama ifuatavyo. Moja, Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Katambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Anachukua nafasi ya Mheshimiwa Boniface George Simbachawene ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Mbili, Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidani Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Profesa Kabudi alikuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tatu, Mheshimiwa Christian Makonda ameteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Makonda alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Nne, Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo ameteuliwa kuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Kabla uteuzi huu, Mheshimiwa Londo alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Tano, Mheshimiwa Ayub Mohamed Mohamud ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Sita, Dr. Richard Stanlaus Muyungi ameteuliwa kuwa katibu mkuu, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Dr. Muyungi anachukua nafasi ya mhandisi Cyprian John Luhemeja ambaye ameteuliwa kuwa balozi. Saba, mhandisi Zena Ahmed Saidi ameteuliwa kuwa balozi. Nane, Bwana Waziri Rajabu Salum ameteuliwa kuwa balozi. Tisa, Meja Jenerali Baraka na Ziadi Mkeremi ameteuliwa kuwa balozi. 10, Mhandisi Ali Samaje ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST. Mhandisi Samaje anachukua nafasi ya Dr. Musa Daniel Budeba. Na 11, uteuzi wa Profesa Eliakimu Mkondo Zabahu, mwenyekiti wa bodi ya Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Carbon NCMC, umetenguliwa. Aidha, uapisho wa viongozi wateule utafanyika tarehe 13 Januari 2026 Ikulu Chamwino, Dodoma, kuanzia saa 8 mchana. Imetolewa na Bakari S. Machumu, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndio taarifa mpya uteuzi, uhamisho na utenguzi aliofanya Mheshimiwa Rais Samia, ambapo kwa uchambuzi kidogo ni kwamba Mheshimiwa Patrobas Katambi aliyekuwa naibu waziri wa viwanda na biashara sasa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, nafasi nyeti kabisa, ambapo vyombo vyote vya ulinzi na usalama kama majeshi yote yanakuwaga chini ya wizara hiyo. Na kule nyuma, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alimwekaga wizara hiyo Mheshimiwa Simbachawene, ambaye yeye alikuwa akihubiri haki kwa wananchi, huku akitaka jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kufuata haki ili wananchi kuviamini tena. Lakini sasa Simbachawene ameondolewa, au tunaweza kusema ametumbuliwa. Nataka haki. Sasa wakati sisi tunasema viongozi tunaomba wananchi watupe walinde amani, wao kelele yao wanasema tunataka haki.
hii haki ni nini? Ni tafsiri pana na kila mmoja anaweza kueleza kwa namna yake, na mtu anapoieleza, kila mtu anaeleza kwa namna anavyoguswa na alichotendewa ambacho anadhani sio haki. Tulitegemea huko siku za nyuma kwamba mtu akisema hajatendewa haki, amepelekwa mahakamani, alafu anaona hakimu amehukumu kesi kinyume na ambavyo alitarajia au anahisi kwamba kupata haki. Kule kuna remedy. Mtu akiona hajatendewa haki atakata rufaa. Sasa wananchi huko kote hawataki kufika. Wameamua wao wakiona tu watendee haki kwenye macho yao hivi, wanaachana nayo, wanasema tu wanaanza kupiga kelele, watendee haki, watendee haki. Sasa hii ni duniani kote. Watendee haki, watendee haki. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba lazima tuje kufanya reform. Kama vyombo vyetu vyote fanya reform. Kwanza tueleweshane. Ndio wanaposema ni nini in terms ya sisi, in terms ya sisi polisi, in terms ya gereza, in terms ya uhamiaji. Yaani mimi nazungumzia sekta ambazo katika wizara yangu. Mtu anaposema atendei haki, ni kitu gani hicho? Mathalan, polisi madai ya kwamba watu wakidhamana, yaani dhamana ni kitu tumepatikana mpaka tolewe rushwa. Madai ya rushwa ni makubwa, kwamba bwana hutoki na hotel. Lakini pia kubambikiziwa kesi. Kwa hiyo haya mambo madogo madogo ndio yanayopelekea kuleta changamoto ya kundi la public kudai haki. Viongozi sisi mamlaka tunasema tulinde amani, kwani kama kuna mismatch hii. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa vyombo vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ambao unavisimamia, ningeomba tufanye kama utafiti na tuje na makubaliano ya hatua za kuchukua. Why hizi kelele? Maana mimi nikisema hapa na waagiza ni kama vile kufanya utafiti, lakini without research you have got no right to speak. Sisi tumeenda shule hapa, sisi wote ni wasomi. Sio kama ule uongozi wa zamani unakuta sisi alikuwa basi alipanda tunaenda nini. Sasa hivi wote hapa ni degree wote masters, kuna mpaka PhD, wote ni wasomi. Na huko mtaani huko unakwenda kulikaa kumejazana wasomi. Kwa hiyo unapomkuta umevaa combat, halafu unamkuta raia, wewe unafikiri ile combat yako na crown ndio imekupa power ya kufanya unachotaka. Ujue huyu naye anauelewa kama ulivyo wako, amesoma kama wewe, halafu wewe unataka kumintimidate, unataka kudisregard haki zake, hutaki kumsikiliza, na wengine hata kupigwa. Mimi nadhani that's not the police we want nowadays. That's not the police. Polisi ya sasa ijue tuna watu wasomi, hao wako huko ndani, hao ndio watu wema, hao ndio wahalifu. Kwa namna ya kudili nao lazima tufanye kazi zaidi ya kawaida. Taarifa nyingine nzito ni ya Paul Makonda kuteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hapo nyuma alikuwa naibu wa pili wa wizara hiyo, ambayo waziri wake alikuwa Palamagamba Kabudi. Kwa maana hiyo hivi sasa waziri anayehusika na masuala ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ni Paul Christian Makonda, mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Taarifa nyingine kubwa pia ni hii ya bwana waziri Rajab Salum kuteuliwa kuwa balozi. Kabla ya kuwa balozi, kumbuka waziri Rajab Salum alikuwa katibu binafsi wa Rais Samia, yaani yule msaidizi wa pembeni mwa rais, ukiachana na yule bodyguard wake na usalama wanaomlinda. Inaaminika huyu ndiye aliyekuwa anashika simu za Mheshimiwa Rais, anaposti kwenye peji za Mheshimiwa Rais na mitandao ya kijamii, anasoma na kumwandikia pia Mheshimiwa Rais hotuba, anambebea vitu vyake binafsi na kadhalika. Kila Mheshimiwa Rais alipokuwa, ilikuwa lazima umuone aliyekuwa katibu wake huyu waziri Salum, lakini leo kamtoa katika nafasi hiyo. Je, nini itakuwa sababu? Wote hatufahamu.
tusubiri tuone hivi sasa katibu binafsi wa rais atakuwa nani. Mtazamaji wa Mseto Media, hiyo ndo taarifa kubwa ya uteuzi, uhamisho na utenguzi aliofanya Mheshimiwa Rais Samia Januari 8, 2026. Tuachie maoni yako hapa chini. Uteuzi ama utenguzi upi umekugusa zaidi wewe, ama una lipi la kusema juu ya haya aliyofanya Mheshimiwa Rais? Hii ni channel yako pendwa Mseto Media, endelea kutuchagua na kubaki na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.